Mara baada ya michezo mbalimbali ya ligi kuu soka Tanzania bara katika ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara kutamatika, ikiwa ni takriban michezo minne ya ligi kuu soka Tanzania bara, timu zile zilizoshiriki michuano ya kimataifa, kwa maana iliyoshiriki michuano ama timu zilizowakilisha nchi ya Tanzania katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League, hapa ni Simba Sports Club pamoja na Yanga Sports Club. Lakini timu zingine ambazo ziliwakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika ilikuwa ni kati ya wenyeji ni Azam FC dhidi ya Singida Black Stars, wote hawa wakiweza kucheza michezo za ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya kutoka katika michuano hiyo ya kimataifa. Lakini timu zote hizi katika mechi zake za ligi kuu soka Tanzania bara, mechi zote ama timu zote hizi zimeweza kushinda michezo yake, huku kwa upande wa Simba Sports Club yakiibuka na ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Tanzania Prison. Lakini kwa upande wa Yanga Sports Club akicheza dhidi ya Namungo Football Club pia naye akiweza kuibuka na ushindi katika mchezo huo. Lakini pia Azam FC pia akiweza kuibuka katika na ushindi katika mchezo huo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao aliweza kucheza na kupata ushindi. Lakini katika mchezo mwingine ni Young Africans, wao goli pekee lilifungwa na Oleria Depo mnamo dakika 26 kwa mkwaju wa penalti. Lakini pia kwa Azam FC kucheza dhidi ya KMC nao wakiweza kushinda magoli 2-0, magoli yote ya Azam FC yakifungwa na Idi Nado dakika 55 pamoja na 65. Na huu hapa ndio msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya timu zote hizi zilizotoka katika michuano ya kimataifa kuweza kushinda katika mechi zake za ligi kuu. Lakini kwa wao Singida wakiweza kujipiga dhidi ya Mtibwa Sugar, waliibuka na ushindi wa magoli 3-1, huku magoli 3 yote ya Singida Black Stars yakifungwa na Mosi Ndumumwe na Horse Mauku pamoja na Kennedy Juma mnamo dakika 59. Lakini kwa upande wa goli moja pia la Mtibwa Sugar likifungwa na Raizi Hafidhi mnamo dakika ya 88. Na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara bado JKT Tanzania yeye amekwisha kucheza na michezo yake 16 akiwa na alama zake 28. Yanga Sports Club baada ya kuifunga Namungo Football Club goli moja amesogea katika hadi nafasi ya pili akiwa na alama zake 25 akiwa amekwisha kucheza michezo 9. Pamba Jiji kutoka Mwanza wako nafasi ya 3 wakiwa na alama zao 23 wakiwa wamezivuna katika michezo ya 14. Nafasi ya 4 imekamatwa na mnyama Simba Sports Club akisogea nafasi ya 4 akiwa na alama zake 22 mara baada ya kumshusha Mtibwa Sugar katika nafasi ya 4, na yeye amekwisha kucheza michezo yake 9 akiwa na alama 22. Lakini Mtibwa Sugar ameshuka hadi nafasi ya 5 akiwa na alama zake 21 akiwa amekwisha kucheza michezo 15. Dodoma Jiji FC wako nafasi ya 6 wakiwa na alama zao 20 wakiwa na alama 15. Namungo Football Club kutoka kule Ruangwa Lindi kusini mwa Tanzania baada ya kufungwa na Yanga Sports Club yamebakia nafasi ya 7 wakiwa na alama zake 20 akiwa amekwisha kucheza michezo yake 15. Azam FC yeye iko nafasi ya 8 ameingia katika top 8 akiwa na alama zake 19 akiwa amekwisha kucheza michezo yake 9. Mashujaa FC kutoka kule Kigoma wako nafasi ya 9 wakiwa na alama zao 17 wakiwa wamezivuna katika michezo yao 15. Singida Black Stars wao wako nafasi ya 10 wakiwa na alama zao 15 wakiwa wamezivuna katika michezo yao 9. Coastal Union kutoka kule mkoani Tanga wao wako nafasi ya 11 wakiwa na alama zao 15 wakiwa wamezivuna na katika michezo 15 ambayo wamekwisha kucheza. TRA United Sports Club wako nafasi ya 12 wakiwa na alama zao 13 wakizidi kuporomoka wakiwa tayari wamekwisha kucheza michezo ya 12. Mbeya City pia wao katika wako danger zone wako nafasi ya 13 wakiwa na alama zao 13 wakiwa wamekwisha kucheza michezo yao 14. Tanzania Prison wako nafasi ya 14 wakiwa na alama zao 12 wakiwa wamezivuna katika michezo yao 14. Fountain Gate bado anaendelea kuwepo katika danger zone akiwa nafasi ya 15 akiwa na alama zake 12 akiwa amezivuna katika michezo yake 13. Wa mwisho ambaye anazidi kuburuta mkia huyu ni KMC kutoka kule katika manispaa ya Kinondoni Dar es Salaam akiwa nafasi ya mwisho 16 akiwa na alama zake 8 na akiwa amekwisha kucheza michezo yake 16, lakini goal difference anadaiwa magoli ambayo ni 20. Mtibwa Sugar bado wako wameng'ang'ania top 5 baada ya kushushwa
kushushwa nafasi ya 4 na Simba Sports Club. Je, msimamo huu nini ambacho kitaendelea kujiri? Lakini yote kwa yote timu zote mbili hizi ama timu zote 4 zimekwisha kucheza michezo yake, lakini bado Simba yeye ataendelea kusalia kule Dodoma kwa ajili ya kucheza mchezo wake mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini Young Africans atarejea Dar es Salaam. Timu zote hizi mbili zinakwenda kujiandaa katika mchezo wao mkubwa wa Kariakoo Derby ambao utapigika ni pale New Amani Complex Guantanamo Bay visiwani Zanzibar. Ni saa 2:15 ni tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Hii ni Niako TV, endelea kusubscribe kwa habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niako TV. Mimi naitwa Official Mutre Msinaji. Instagram napatikana kama Official Mutre Msinaji.